Yes, mtazamaji wa ZTV, bado naendelea kukupatia update mbalimbali za michezo kutokea kwenye channel yako pendwa kabisa ya michezo. Na JB64 na yeye anaendelea kuunguruma kweli kweli kuhusiana na klabu hiyo ya Simba, na kidai kwamba mpaka leo hii bado hawajasajili wanachama wapya toka miaka ya huko nyuma. Mpaka leo hii bado klabu hiyo ya Simba haijasajili wanachama wapya. Hii ni kwa nini? Hayo ni maoni ya shabiki huyu wa Simba JB64 akizungumza kwenye place hii ya leo kwamba wanatakiwa kusajili wanachama wapya. Hawataki wanachama wale wa zamani wa miaka hiyo ya nyuma, kwani ndio chanzo cha kusababisha timu yao kuwa haieleweki hadi leo hii, na akidai kwamba Simba bila Mo inawezekana. Hayo ni maoni ya shabiki huyu wa Simba JB64, sio maoni yangu, ni maoni ya shabiki huyo. Tutaenda kumsikiliza hapo shabiki huyu wa Simba, lakini pia nakusihi tu kusubscribe sasa ili uwe kwanza kabisa kupata update mbalimbali za michezo kutokea ZTV. Subscribe, like, comment bila kusahau na kushare. Tunaungana na shabiki huyu wa Simba, lakini pia kuna shabiki mwingine naye tutaenda kuungana naye kwa ajili ya kusikiliza kila ambacho anaenda kukizungumza kwa siku hii ya leo. Mashabiki wameamka kweli kweli, hawataki mchezo, hawataki ujinga, lakini pia taarifa kwa umma imetoka kuhusiana na klabu hii ya Simba kwamba hawataki mchezo, hawataki mzaa, na watachukua hatua za kisheria kwa wale wote ambao wametumia leo nembo ya Simba kufanya vitu ambavyo havieleweki. Nitakusomea barua hiyo, lakini pia tuungane kwanza na JB64 tusikie kile ambacho anaenda kukizungumza. Baada ya hapo nitakusomea taarifa hizo za Simba. Zimetoka taarifa mbili, moja kwa mkurugenzi, nyingine taarifa kwa umma nayo imetoka. Nitakusomea pia zote utapata kufahamu. JB64 huyu hapa, tunaenda kuungana naye. Usiwa ziendelee kukatwa kutokana na ushindani wa sasa hivi uliopo wa kimpira. Sasa hivi tumefika hata milioni moja tulikuwa tumefika au 500 kosa kabisa. Lakini kwa sababu ya udhalimu ya watu wanaenda na slogan za mafrimaso, yani to rule the world of a few people. Hii ndio slogan inayotawala dunia sasa hivi. Ukitaka kuwatawala watu hakikisha wako wachache. Ndio ikatupelekea mpaka Simba mpaka leo, kuanzia 2017 mpaka leo hii hakuna wanachama wapya. Tumebakia na wanachama wale influencer anaitwa influencer haeleweki. Lakini kuna watu wana new vision, wana new mission, wako pembeni mpaka leo hii hawatakiwi kupewa kadi. Tumempa masaa 72 Mohamed Dewji amebeba vilago vyake aende. Simba sio timu ya familia. Simba sio timu ya kupewa mkopo. Kama alikuja Simba kwa ajili ya mkopo, kwa nini asiseme? Na kama anaona bilioni zake ni nyingi, sisi wana Simba tuko mashabiki zaidi ya milioni 20. Atuambie, tutachanga hata kwa 10,000 tutamlipa hela zake. Kwanza tudai. Naam, baada ya kuwasikiliza mashabiki hao wa klabu ya Simba, sasa naenda kukusomea taarifa kwa umma iliyotolewa na klabu ya Simba hivi leo. Imeandikwa kwamba leo tarehe 5 Februari 2026, baadhi ya watu wameitumia nembo mbalimbali za wadhamini wa klabu yetu katika mkutano wao. Klabu ya Simba inatoa onyo kali kwa kuwa mkutano huo haukuwa mkutano rasmi unaotambuliwa na klabu. Klabu itachukua hatua kali za kisheria dhidi ya wote waliotumia nembo za wadhamini bila ya ruhusa rasmi ya klabu. Imetolewa na uongozi wa klabu ya Simba tarehe 5 Februari 2026. Hiyo imeposti klabu hiyo ya Simba taarifa kwa umma, lakini pia hakuishia hapo, wameendelea kuandika taarifa kwa umma kutoka kwa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba, na kusomea nayo kama ilivyoandikwa kwamba bodi ya wakurugenzi ya Simba imesikitishwa na vitendo vya baadhi ya watu kuitisha mkutano na kutoa maneno ya kashfa na kauli zisizo na staha kwa mwekezaji wa Simba, ndugu Mohamed Dewji. Vitendo hivyo visivyo vya kiungwana havikubaliki. Uongozi wa klabu unatoa pole kwa ndugu Mohamed Dewji. Aidha, uongozi wa klabu umeliandaa jeshi la polisi kuchukua hatua kali za kisheria kwa wote waliohusika katika mkutano huo ama kula njama na kuwafikisha katika vyombo vya dola kwa makosa ya jinai. Bodi inasisitiza kuwa haitabariki wala kuvumilia
mtu yeyote atakayeharibu taswira ya klabu na kwa klabu kwa namna yoyote ile. Taarifa hiyo kutoka kwa mkurugenzi wa bodi ya ligi ya klabu ya Simba Magoli. Taarifa hiyo imetolewa na klabu ya Simba baada ya mashabiki hao kufanya mkutano huo, ambao mkutano sio rasmi na hawajahusisha na klabu yao ya Simba, kwamba kina Dr. Mo, GB64 na wenzake wamefanya mkutano ambao sio rasmi, hawajaishirikisha klabu yao ya Simba. Kwa kitendo chokifanya kwa kutokana na barua hii, taarifa hii iliyotoka, sio kitendo kizuri na cha kumvunjia heshima mwekezaji wa klabu hiyo ya Simba, Mohamed Dewji. Hiyo ni taarifa kwa umma, lakini pia endelea kusalia Papa Zedi TV, nitakufikishia habari zaidi za michezo na nitakufahamisha nini hasa kinaendelea kwa mashabiki hao wa Simba, hatua imekuaje. Maana wamesema watashirikisha na jeshi la polisi kuchukua hatua kali za kisheria kwa wote waliohusika katika mkutano huo. Jeshi la polisi litahusika kuchukua hatua za kisheria kwa wote waliohusika katika mkutano huo, ambao ni kina nani na umewasikia hapo waliokuwa wakizungumza kuhusiana na mwekezaji wao wa Simba Mo Dewji. Mashabiki hao wa Simba waliofanya leo mkutano watachukuliwa hatua za kisheria. Maoni yako ni yapi kuhusiana na kile ambacho wamekifanya leo mashabiki wa klabu ya Simba kufanya mkutano na kuzungumza maneno ya kashfa ama ya kumkashifu mwekezaji wao wa klabu hiyo ya Simba? Maoni yako ni yapi? Toa maoni yako hapa, tutayasoma, lakini endelea kusalia Papa Zedi TV, itakusogezea kwa undani kabisa taarifa hii na kwa umakini kabisa kutoka wachambuzi mbalimbali, lakini pia kutoka ndani ya klabu hiyo ya Simba.